بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انتظم الكون بالدين وصحح الأديان بالإسلام وهدى المسلمين بالقرآن وأرشدهم بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mimi ni mjumbe katika baraza la uongozi, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa baraza kuu la jumuiya na taasisi za Kiislamu Tanzania. Katika wakati huu mfupi na dhaifu, sifa ya wakati huu ni moja, ambao Waarabu wana msemo wao huwa wanautumia, wanasema almashghulu la yushghal, mwenye shughuli si vizuri kumuongeza shughuli nyingine. Tabia hii ya muda huu kimaumbile huwa ni wakati wa njaa na matarajio ya watu kwenda kula. Upo uwezekano mkubwa kichwani ukawa fikra ya kwenda kula ni kubwa zaidi kuliko fikra nyingine. Kwa hivyo niwaandae kisaikolojia, sitosema maneno marefu ili nisigongane na hiyo hali. Maneno nataka kulisema katika hii fursa fupi. Alhamdulillah, tumemaliza kusali sala ya dhuhuri. Tuseme alhamdulillah rabbil alamin, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aikubali ibada hii tuliyoifanya, kwa sababu kufanya ibada kitu kingine, kukubaliwa ibada kitu kingine. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie ibada yetu. Ibada hii tulosali, ibada ya sala, ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Katika nguzo tano za Uislamu, nguzo moja ni ibada ya sala. Kwa hivyo tunawajibika kusali kwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ibada hii ya sala, ukiachilia mbali kuwa ni nguzo, ukiachilia mbali kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada hii ya sala ina kazi maalumu inazofanya. Kama Qur'ani inavyosomeka ikizungumzia dhana hii ya sala kikazi, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari. Wasomee Mtume Muhammad wa Islam yaliyoteremshwa kama wahai kwako. Wewe binafsi usimamishe sala. Hakika sala inamzuia mtu na maovu na machafu. Sio mtu anatakiwa ajiziwie na maovu na machafu, sala ndio itafanya kazi hiyo miongoni mwa kazi zake. Nikiuliza swali la kiuchokozi, nani kati yetu anakumbuka mara ya kwanza tulipopewa amri hii ya kusali sala hizi sala tano kama nguzo? Ulikuwa mwaka gani? Natoa shilingi 1000. Ulikuwa mwaka gani? Napandisha dau 2000. Ulikuwa mwaka gani? Napandisha dau 3000. Ulikuwa mwaka gani? Top 5000. Ulikuwa mwaka gani? Na nafasi hiyo najipa mie mwenyewe, kwa 5000 nitachukua mimi. Mwaka wa 13. Na kushukuru sana. Lakini nikupe pongezi. Umekosea kidogo sana, alafu umekuja mwisho 5000 nishachukua mimi mwenyewe. Sala ilikuja mwaka wa 12. Mwaka wa 12 wa nini? Kamilisha lile jawabu lako.
mwaka wa 12 wa utume. Kutoka mtume ameambiwa wewe mtume, ikapita miaka 12 ndio amri ya sala ikaja. Naeleweka vizuri? Usiniulize mwaka wa kwanza ulikuwa unafanyaje, mwaka wa pili ulikuwa unafanyaje, hata mimi sikuwepo, ila mwaka wa 12 amri ya sala ikaja. Haja yangu kuzungumzia kazi ya hii ibada ya sala, ili kila mmoja wetu aitazame wakati anatekeleza nguzo za Uislamu, wakati anatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, azingatie kazi ya hii swala inavyofanya, ili asikosee vigezo na masharti yake, kwa sababu kazi haitafanyika. Naeleweka vizuri? Miaka 2 kabla ya Mtume Muhammad kupewa amri ya sala, Mtume Muhammad alikwenda kilomita 60 kutoka mji wa Maka, mahali panapoitwa Taif. Lengo lake lilikuwa ni kuwafikishia ujumbe wa Mwenyezi Mungu watu wa Taif. Wale watu wa Maka wamemzoea mno kiasi kwamba hawaoni kwamba anaweza kuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Akaenda Taif, akawaona viongozi wa Taif na akaomba kibali cha serikali ya wakati huo apewe ruhusa ya kuongea na wananchi. Maana yake hapa kuwepo Muislamu kule Taif, bila shaka alitaka kuongea na wananchi wa Taif. Naelekwa vizuri hapo. Viongozi wakapata wasiwasi kwa kumwambia, we hapa mgeni, kwa nini usiongee na sisi viongozi, unataka kuongea na wananchi wetu? Akasema, ujumbe wangu mkiwa wote sio vibaya. Viongozi wale wakaendelea kupata wasiwasi, wakamtumia wahuni wa mjini wakamfanyia fujo, wakamzomea, wakamtukana. Lakini walitokea watu walifika mbali zaidi, wakampiga. Mwandishi wa kitabu kinaitwa An-Nubuwwatu wal Anbiya anasema Mtume Muhammad alipigwa mawe mpaka akazimia. Taifu kutoka usawa wa bahari ni futi 5,000 kutoka usawa wa bahari. Kuna baridi kali sana kuliko Singida. Ingawa ni Saudi Arabia, lakini kuna baridi kali sana. Baada ya muda baridi lilipompiga akazinduka. Alipozinduka akasema maneno haya, Allahumma inni ashkudu fi quwwati, Mwenyezi Mungu ninakushtakia udhaifu wa nguvu zangu. Jiulize, mtu kapigwa alafu anasema Mungu ninakushtakia udhaifu wa nguvu zangu. Upande wa pili angekuwa na nguvu ingekuwaje? Maana yake angekuwa na nguvu angepigana siku hiyo. Sawa sawa. Wa qillata hilati, Mwenyezi Mungu ninakushtakia uchache wa mbinu ya hii kazi. Inawezekana kuna mahali nimechemka ndio maana yamenikuta haya. Ninakushtakia Mwenyezi Mungu uchache wa mbinu ya kufanya kazi hii. Wa hawani ala nas, ninakushtakia Mwenyezi Mungu unyonge nilionao kwa hawa watu. Wangelijua kwamba mimi nina nguvu au naweza kulipa kisasi, wasingenipiga. Unanipiga kwa sababu ananiona siwezi kufanya kitu. Swali, ila man takiluni ya Rabbi, Mola wangu, nani nikamtegemee zaidi yako kwenye kazi hii? Mtume akasema maneno mengi sana. Nikiashika haya inaweza kuwa ndo mazungumzo yetu, tuyaachie hapo. Lakini baada ya hapo Mtume akarudi Maka. Ikapita miaka hiyo 2. Huu mwaka ulikuwa mwaka wa ngapi? Bana nitatafuta bakora. Huu mwaka ulikuwa wa 10, kaenda Taifu akapigwa. Ikapita miaka hiyo 2. 10 jumlisha 2 mwaka wa ngapi? Mwaka wa 12. Mwaka wa 12 ndio ilikuja amri ya sala. Katika tukio muhimu la kihistoria la Isra wal Miraj. Tusizungumzie Isra wal Miraj, tuzungumzie mwaka huu alipata sala. Alipoipata sala
akaitumia sala kama nyenzo muhimu itakayomsaidia kazi aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anampa majibu Mtume Muhammad. Umesema uchache wa mbinu ya hii kazi, umesema unyonge wako kwa watu, umesema na ile kwa mzuri yale maswali yale aliyosema kule Mtume alisemaje? Allahumma inni ashku fi quwwati, Mwenyezi Mungu ninakushtakia udhaifu wa nguvu, pengine kazi hii nataka nguvu. Wa qillata hilati, Mwenyezi Mungu ninakushtakia uchache wa mbinu. Wa hawana ala nnas, Mwenyezi Mungu ninakushtakia unyonge. Alimwambia Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akampa majawabu kwa njia hii, akampa amri ya sala. Makafiri walipomuuliza Mtume, umekwenda miraji kweli wewe? Umeambiwa nini huko? Nimeambiwa na Mwenyezi Mungu mimi na watu wangu tuswali sala 5 kila siku. Makafiri wakaitana pembeni wakasema, bwana Muhammad kwa maneno umwezi na kushindana naye kwa hoja ngumu, lakini hili alilokuja nalo sasa, sisi pia tunafanya ibada kwa wiki mara moja, inatokea mwezi mzima ujenda kwenye ibada. Kuna baadhi yetu hapa kwa mwezi mara hii inafika miezi 6 mtu hajaenda kwenye ibada, au wamepangiwa mara 5 kwa siku. Watu watashindwa tu na watu watamkimbia. Sasa tusihangaike naye. Mnanielewa kwa vizuri? Waislamu wakapata fursa ya kuachwa waendelee na swala yao kwa matarajio itawachosha kesho na kesho kutwa nzima kuswali. Kazi watafanya saa ngapi? Naeleweka vizuri. Alhamdulillah, Mtume Muhammad akaanza ibada ya swala na waumini wake, lakini akaitaja kwa umuhimu mkubwa sana. Miongoni mwa maeneo anayoyataja Mtume Muhammad juu ya umuhimu wa sala, alisema hivi: as-salatu imadu din, sala ndio nguzo ya dini ya Kiislamu. Faman aqamaha, mwenye kuisimamisha sala sawa sawa, faqad aqama din, huyu atakuwa ameisimamisha dini sawa sawa. Wa man tarakaha, na mwenye kuiacha sala, faqad hadama din, huyu ameivunja dini yenyewe ya Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa statement zake na miongoni mwa hatua alizokuwa akizichukua ilikuwa asipokuonya kwenye vipindi vya sala vitatu huonekani, anatuma watu utafutwe, upo wapi? Na ile kwa mzuri, mbona uonekani kwenye sala? Au na wewe ndio umeanza kuchoka kama walivyofikiri makafiri mtachoka? Na ile kwa mzuri, ukitafsiri mazingira hayo utaiona sala ni chombo kikubwa cha mawasiliano kwa Waislamu. Ile kwa mzuri hapo. Fikiri vizuri tu, kaa utulie. Kilichomfanya Mtume asikuone vipindi vitatu akutafute, maana yake sala ilimwezesha Mtume kuwaona Waislamu na Waislamu waliweza kukutana kwenye sala. Kwa hivyo sala achilia mbali kuwa ni nguzo, achilia mbali kuwa ni kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu, miongoni mwa kazi zake sala inarahisisha mawasiliano baina yetu. Kama hivi leo, tuchukulie mfano hivi leo, haja yangu ilikuwa kuongea na ninyi, lakini tumeitumia sala tu ili kunifanya mimi na ninyi tukutane kwa urahisi kabisa. Naelewa kwa vizuri. Idadi yetu hii ungelikuwa ni mkutano wa kisiasa, tungehitaji sio chini ya 300,000 kuuandaa, lakini hatuna gharama tuliyofanya. Naelewa kwa vizuri. Sala imesaidia kuturatibu na kutuweka pamoja, na ndio maana katika sala kwa mujibu wa dini isipite wiki kuwe na sala iliyo na hutuba ndani, maarufu sala ya Ijumaa. Sala ya Ijumaa mnaijua? Mshawahi kusali sala ya Ijumaa?
toka umezaliwa umeshawahi kusali swala ya Ijumaa? Kwa vizuri Sala ya Ijumaa lazima iwe na nini? Na hutuba ndani. Tatizo litakuwa kwa mtoa hutuba tu, lakini sio dini. Dini imeshajenga mazingira, wiki ikifika apatikane mtu azungumze na wenzie taarifa za wiki nzima za muhimu, awaambie dini inaathirika wapi, dini inahitaji nini, waislamu wana tatizo gani, waislamu wana mafani. Aseme akiwa hapa, awaambie. Asiposema sio kosa la dini, ni kosa la aliyesimama hapa kusema, kwa sababu sala ni chombo, nyenzo muhimu ya mawasiliano. Naeleweka vizuri? Ndio maana katika hadithi ambayo hata ukiita dhaifu, unasema hivi: idha saida alkhatibu ala alminbari fala yatakallamu ahad minkum, akipanda khatibu hapo anahutubia, asitokee mtu anazungumza. Atakayezungumza hana Ijumaa. Tulieni msikilize mpate rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sala hiyo mfumo wake inataka pia hata kule kwenye hutuba tukae tusikilize, tuajue tunaambiwa nini. Tatizo litakuwa kwa aliyepanda hapa anatuambia nini. Kama kapanda hapa kutuchonganyisha, itakuwa tatizo lake, lakini alitakiwa apande hapa atupe mambo ya muhimu tunao yahitaji. Kilichotutoa majumbani kuja hapa ni nini? Sala tu, lakini tutaikuta hutuba itatupa jambo la muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Nakupa mfano wa pili. Tukutane katika sura hii, wewe umeswalia upande ule, mimi nisalie upande huu. Kesho tukutane, umeswalia katikati, mimi nimeswali nyuma yako. Usinisalimie nisikusalimie. Baada ya wiki moja unikute karibu na nyumbani kwako nimesimama, utaniambia nini? Mazingira yangu yananiambia, kwanza nitaanza kukuchangamkia, nitakupa na cheo ambacho sijui kama ngazi hiyo umefikia. Ustadhi, vipi hali? Kwema? Karibu nyumbani bwana. Hapa ndio nyumbani. Japo upate maji, sunna tu. Nitakupa na maneno mengi. Kinachofanya ni kuambia haya ni mahali nilipokufahamu. Naeleka vizuri? Kwa idadi yetu hii tukutane taarabu. Hivi tukutane taarabu. Mwenyezi Mungu atulinde na hilo. Wewe unatunza kwa upande ule, mimi natunza kwa huku. Wewe unacheza na mwanamke yule na mimi nacheza na mwanamke huyu. Baada ya siku mbili unikute vile vile nyumbani kwako nimesimama karibu. Utanikaribisha ndani? Utaanza kuleta na maelezo ambayo hayamo. Bwana haparuhusiwi kusimama hapo. Mbona umesimama hapo? Bwana mbona hakuna tangazo? Sasa unangoja nini? Kinachokupa wasiwasi sio umbile langu. Kinachokupa wasiwasi mahali uliponifahamu. Naeleweka vizuri? Sala ni jambo la muhimu sana kwetu. Ni chombo cha mawasiliano kinachotujengea udugu baina yetu. Naeleweka vizuri? Kwa hivyo hii sala ina kazi. Achilia mbali kuwa ni nguzo, achilia mbali kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ina kazi ya ziada. Na ndio maana Qur'ani ikasema, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sala ilivyo kwa waumini wa kweli ni jambo lililopangiwa kwa wakati. Kila mmoja wetu akiheshimu wakati wa sala, manake wote tutakutana adhuhuri hapa bila ya kuchelewa, na kama kuna message tutapeana bila ya shida ya namna yoyote ile. Sala inafanya kazi yake. Naeleweka vizuri? Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada hizi alizotuwekea, ibada hizi ni amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajibu wetu ni kutimiza na kutekeleza amri hizo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya kuhoji. Lakini mwanadamu kimaumbile ana tabia yake. Miongoni mwa tabia za kibinadamu ni kukithamini anachokijua. Msemo wa Kiswahili wanasema, asiyokujua hakuthamini. Maana yake hii sala kikazi, tusipoijua kazi zake hatuwezi kuithamini. Tukiijua vizuri tutaipa thamani yake, hatutachelewa katika sala, tutakuja kwa wakati. Angalia, sala hii imewekewa masharti.
Kabla ya kusali kuna sharti moja muhimu kabla ya kusali. Sharti gani kaka? Kabla hujaanza kusali lazima uwe na udhu. Sharti ili kabla hujasali lazima uwe na udhu. Kwani udhu ni kitu gani? Kujisafisha usafi maalum, mavazi yako, mwili wako, eneo unalotumia kwa sala, na kwa undani zaidi nafsi yako iwe safi. Nani hajui manufaa ya usafi kati yenu hapa? Asili ya ugonjwa kipindupindu ni uchafu. Naelewa kwa vizuri Asili ya ugonjwa wa kipindupindu ni uchafu. Sala kabla hujasali inafanya kazi ya kuhakikisha afya yako iko sawa. Uwe msafi kwenye mwili, uwe msafi kwenye mavazi, uwe msafi eneo unalotumia kusali, lakini uwe msafi katika nafsi yako. Hili ni sharti kabla hujaanza kusali. Naelewa kwa vizuri? Afya ni rasilimali muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Hapa Singida hapa kuna watu wana hela chungu mzima, tatizo lao liko kwenye afya tu. Ukimletea biriani hawezi kula, afya haikubali. Ukimletea juisi na sukari hawezi kula, afya haikubali. Lakini kuna watu hawana hela kabisa, kwa hivyo hata uwezo wa kununua biriani hana, lakini afya yake nzuri. Siku akikutana nayo hiyo biriani pia itapata salamu kwamba leo nimekutana na kidume. Na ile kwa vizuri kwa hivyo afya nzuri ni rasilimali muhimu sana, kiasi cha Imam Shafi anasema wala taasa anil faita, usisikitike kama mambo mengi yamekupita duniani. Wa indaka alislamu wal afya, kama una Uislamu na unayo afya njema, mambo mengine madogo sana hata yakikupita usio na wasiwasi nayo. Sisi tulikuwa tuna rais katika nchi, jina lake limenitoka tu, lakini alikuwa rais wa nchi. Alikuwa anashindwa kupanda ndege kwa sababu ya tatizo la afya. Sio, unanielewa? Wewe huna nauli ya kupanda ndege, mwenzio nauli anayo, lakini afya haikubali kupanda ndege. Unaona tuzene? Kwa hivyo wewe tafuta nauli tu, siku ukipata ndege utapanda, na ukipanda ndege unaona na raha vile vile. Yuko mwenzio fedha zote anazo, ndege ziko chini ya mamlaka yake, lakini hawezi kupanda ndege. Jina limenitoka, lakini aliwahi kuwa rais wa nchi. Inawezekana nyie mkamkumbuka. Naeleka vizuri? Kwa hivyo afya ni rasilimali muhimu sana. Sala ina kazi ya kushughulika na afya ya mwanadamu na afya ya Muislamu kwa kumwekea sharti kabla hujasali. Hakikisha wewe ni msafi. Sawa sawa? Usafi ni rasilimali muhimu sana katika maisha yako ya kila siku. Ndugu zangu Waislamu, haja yangu ilikuwa kuwazungumzia kazi za ibada. Ibada zina kazi nyingi sana. Miongoni mwa nguzo za Uislamu ni swaumu, au sio hivyo? Ni katika nguzo ya Uislamu, nao ni ibada. Achilia mbali yote kuwa ni nguzo, kuwa ni amri, lakini ile swaumu ina kazi. Miongoni mwa kazi zake, kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema sumu tasihu. Nani huyu alitaka kumalizia hiyo? Sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Unaangalia hivyo, hizi ibada zina kazi. Kule kufunga sio kufunga tu Mungu kapenda, amri ya Mungu, lakini ukifunga unatengeneza afya yako. Naeleka vizuri? Unatengeneza afya yako. Afya njema ni rasilimali muhimu sana hata kwa maisha ya nyumbani wewe na familia yako. Unanielewa? Kwa hiyo mpaka mkafanya biashara ya alkasusi ikawa kubwa kweli kweli, kumbe tatizo la afya tu. Ile kabisa, afya ni jambo la muhimu sana. Sasa badala ya kuhangaika kwenye alkasusi, hebu funga utengeneze afya yako. Ndugu zangu, ibada zetu zote kwa ujumla, mbali na kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ndio msingi unaotufanya tufanye ibada hizo, kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ibada hizo tunaweza kuzifanya kwa ushui, kwa mazingira mazuri zaidi, kwa nguvu zaidi na kwa moyo zaidi, pale tunapojua manufaa tunayoyapata kutoka katika ibada hizo. Ibada hizi zote bwana zina kazi kubwa sana. Leo nilikuwa nimechukua mfano tu wa ibada ya sala, namna ilivyokuwa na kazi.
na hata historia ya kuja kwake haikuja kama amri Mungu anataka watu waswali, ilikuja kama ufumbuzi wa tatizo lililokuwepo. Waislamu walikuwa scattered, hawana namna ya kukutana. Waislamu walikuwa hawajuani. Waislamu sio rahisi kuwa na mawasiliano baina yao. Chombo kilicholetwa kurahisisha na kuondoa matatizo yote hayo ililetwa swala. Naelekwa mzuri? Na kazi hiyo sio tu wakati wa Mtume Muhammad, kazi hiyo inaendelea mpaka leo. Kazi ile inaendelea mpaka leo. Kama tutaitumia sala kama nyenzo kuu ya mawasiliano baina yetu, alhamdulillah, tutavuka mtego mkubwa ambao huko zamani makafiri walidhani kuswali mara 5 kwa siku ni tatizo kubwa sana. Tatizo kubwa sana, lakini Mtume alithibitisha pamoja na masahaba haikuwa tatizo la namna yoyote, na naamini na nyie mnathibitisha swala sio tatizo la namna yoyote, na hata kula wakati wenu wa shughuli mbalimbali. Ndugu zangu, nirejee tena maneno yangu. Mimi ni ndugu yenu, nilipita hapa nikasema tuje tusalimiane, tufahamiane vizuri. Kuna baadhi ya watu huwa nawaona nikiwa kwenye runinga, lakini huwa nashindwa kuwasalimia. Nikiwa kwenye runinga huwa nawaona, nyie wengi huwa nawaona pale. Mimi niko kwenye runinga na kuoneni. Sasa namna ya kukusalimieni ndio sina. Nilipoambiwa leo mtapatikana hapa, nikaona ni vizuri nije nifanyie kazi ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisemaje? La tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamwezi kuingia peponi mpaka muwe waumini. Wala tu'minu, wala hamwezi kuwa waumini hatta tahabu, mpaka mpendane. Wala tahabu, wala hamwezi kupendana hatta tafshu salamu bainakum, mpaka mjenge tabia angalau ya kupeana salamu. Natamani sana kupata pepo ya Mwenyezi Mungu, lakini pepo ya Mwenyezi Mungu sharti lake ni wewe kuwa muumini. Mtume anasema huwezi kuwa muumini mpaka ujenge tabia ya kupendana na wenzio. Natamani kuwaambia na wapenda, lakini Mtume anasema huwezi kuwapenda watu, jenga basi tabia hata ya kuwapa salamu. Basi niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni kwa sababu ya kauli hii ya Mtume Muhammad, na hii sasa ni kukuageni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.